Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ziara ya Netanyahu nilikuwa nikimfuatilia Carlson Tucker. Kuna hadithi moja alikuwa akizungumza, yani kuna makala moja alikuwa anazungumza hasa yeye akielezea ziara ya Netanyahu pamoja na Donald Trump. Hii ni ziara ya 8 toka kurudi kwenye awamu ya pili ya bwana Trump, lakini kwa maoni yake Carlson Tucker, ambao nimeyaona ni maoni pia ya wachambuzi wengi, wamelizungumza hili swala kuwa ugomvi wa Netanyahu, yani Trump hakuwa kwenye kumtazama katika ile, unajua wale wanasema vile wanatazama saikolojia ya muonekano. Unajua ukisha kuwa na furaha na mtu fulani, hata mtu wa pembeni yako akiwa amekaa tu akiwatazama ile kukutana kwenu tu anapata jibu, hawa watu wako na furaha. Japokuwa binadamu anaweza kaigiza anavyoweza, lakini furaha halisi huwa inajulikana, na mtu ambaye amekasirika kitu huwa anajulikana huyo amekasirika. Sasa ukichukua alichokisema Carlson Tucker ni kuwa Trump hakuwa na furaha naye kabisa. Netanyahu hakuwa na furaha naye, na baadhi ya picha zimeonekana wakiwa kwenye ofisi ya Oval jinsi Trump alivyokuwa akimtazama Netanyahu, lakini hata baadhi ya picha zilizochukuliwa kule kwenye harakati za maziko ya Senator Lindsey Graham pia na zenyewe zimezungumzwa kwa nafasi hiyo, kuwa inaonekana lugha ya sura haiakisi uhalisia wa kile kinachosemwa. Gazeti la Hayom la Israeli liliandika taarifa moja, inasema nearly half of America supporting arresting Netanyahu. Arresting Netanyahu, nearly half. Unajua wakati Marekani anakwenda kwenye vita ya Afghanistan, unajua wakati huo ndio ilikuwa imekolea kile kitu kinaitwa ugaidi wa Kiislamu, ambao ulitengenezwa kusudi kabisa kwa ajili ya kupamba jamii moja kuwa haifai kuwepo duniani. Ikaprintiwa hasa kuwa yani gaidi. 90% ya Wamarekani waliunga vita ya Afghanistan. 90% ya Wamarekani waliunga mkono ile vita. Wimbo wa hadithi ya ugaidi ikawa tamu nzuri. Ilipokwenda 2003 wakati anaondolewa Saddam Hussein, iliungwa mkono na Wamarekani 70%. 70% ya Wamarekani waliunga mkono ile vita. Vita ya Irani, Amerika, Israeli inapingwa na Wamarekani 69%. Karibu 70% hawaitaki. Umeelewa mabadiliko? Mnaelewa yale mabadiliko huwa yanatokea. Kuna kile ambacho huwa ninapenda kuwaambia, ishara, sign ambazo zinaweza zikaonyesha. Mtoto anapoanza kusoma anaonekana mtoto fulani huyu ana kipaji fulani. Okay, wazazi wenye kufuatilia vipaji vya watoto wao hugundua huyu mtoto wangu anaweza sana kucheza mpira, kwa hiyo anaweza kawekeza zaidi kwenye michezo. Huyu mtoto wangu ni mzuri sana kwa kitu fulani, anawekeza huko kwa nguvu, kuwa wacha ashike huku itakuwa bora kwake. Mtoto wangu ana hiki na hiki, unaanza kuona. Kwa hiyo kuna zile sign huwa nawaambia. Niliwaambia mwezi huu mwanzoni wakati bunge la Marekani lilipiga kura ya kuzuia usafirishaji wa silaha kwenda kwa Israeli, yani tuzuie misaada ya kijeshi kwa Israeli. Kati ya kura 300 ziliidhinisha, kura 104 zilipinga. Nikawaambia wakati huo walioshinda kwa 300 hawana furaha. Unaelewa kwa nini hawana furaha na hali ya kuwa wameshinda kwa 300? Ila waliopata 104 unaona wanachekelea kwa lipi? Progress. Yani wanasema maendeleo yanaonekana. Kutoka 17 waliounga mkono, wakaja 37 wakaunga mkono, imepanda mpaka 104. Sio ishara nzuri kwa upande wa pili. Unadhani baada ya miezi 3 itapoletwa, wabunge wangapi pia wataliunga mkono? Kwa sababu majibu yanasomeka ndani. Unadhani likiletwa tena watakuwa wangapi wataunga mkono? Maybe ifike 130 au maybe ifike 150.
Unaona ishara ya upande wa pili ambayo inakuwa sio nzuri. Hilo ndio nalizungumzia. Sasa gazeti hili linaandika nearly half of America supporting arresting Netanyahu. Yani karibu nusu ya Wamarekani wana support au wanaunga mkono kukamatwa kwa Netanyahu. Yani Wamarekani waliohojiwa 49% wameunga mkono kukamatwa kwa waziri mkuu akamatwe. Nilizungumza jana kwenye video niliyozungumza YouTube, nikasema hivi: kulindwa na mamlaka au kulindwa na wenye nguvu katika uhalifu hauwezi kwa kufanya kuwa wewe sio muhalifu. Yani kuwa wewe una nguvu, una power, una kila kitu, unaweza kuvunja mahakama, unaweza kuvunja chochote, haikufanyi wewe kuwa msafi. Yani haikufanyi wewe kuwa msafi, lakini inajua tu kuwe ni muhalifu. Kwa hiyo kuwa backup ndani ya serikali ambayo imedhibitiwa na wazayuni ya Marekani, kuwa backup ya kukulinda kisheria na kwa vyovyote vile, hakuonyeshi kuwa watu wanashindwa kufikiria wanavyofikiria. Kwa nini nusu ya Marekani leo hii ambayo Israeli, unajua alizungumza mwaka jana Donald Trump, mwaka huu alizungumza akasema kuwa mambo yamebadilika sana. Haikuwa rahisi, hauwezi kusema kama ni rahisi kusema kuwa ndani ya Marekani angetokea mtu kuipinga Israeli. Anasema ilikuwa ni vigumu sana, hata ndani ya Senate, hata ndani ya popote, aliyekuwa akionyesha upinzani wa wazi kwa Israeli angepotezwa, angepotea, angefanya vyovyote vile, asingefikia huko. Lakini leo tumefikia kuwa si tu kuwa watu walikuwa wakifanya upinzani, lakini leo hadi viongozi wanafanya upinzani wa hali ya juu, na wanasiasa wameona kuwa kukaa upande wa Israeli ni unajitafutia matatizo kwa sasa. Ndio maana wanasiasa wengi wameona mtaji wa kisiasa ni kuamua kwa wazi, tofauti na mara ya kwanza ambapo unajua raia wa Marekani kuna wakati waliishi kwa muda mrefu sana wakiamini kuwa masuala ya kuteua kiongozi nani, masuala ya kuteua na nani, sijui nani, lilikuwa haliwahusu raia wa Marekani. Waliona kabisa hili swala lilikuwa linahusu tu vyama, halihusu wao. Lakini madhara ya kuchaguliwa viongozi ambayo yamekuja kuwaumiza kwenye nishati, maisha, kila kitu kubadilika, imewalazimisha sasa kuhisi kuwa wao wanalo jukumu la kuamua kuhusu nani atakuwa wapi kwa wakati gani. Sawa. Sasa kuna kile ambacho kilikuwa kimeishi kwa miaka mingi ndani ya Marekani. Kila kiongozi aliyekuwa akiteuliwa, sifa yake kubwa ambayo alikuwa anateuliwa nayo ni ana uwezo wa kuiunga mkono Israeli kiasi gani, anaweza kuisupport Israeli kiasi gani, mpaka wa Marekani wakajisahau, wakahisi kuwa Israel labda ni jimbo la 51 la Marekani, kuwa ni sehemu. Lakini hata kama lingekuwa ni jimbo la 51 la Marekani, kwa nini linapokea upendeleo mkubwa kuzidi majimbo mengine? Fedha, kila kitu, yani usaidizi wa hali ya juu, gharama, taxpayer wote wanailipa Israeli na hivi na hivi. Sasa wa Marekani wameona kuwa hii haiwezekani. Leo hii nilizungumza kuhusu swala la Mamdani na Netanyahu kule New York, lakini ukweli kuwa kuanzia jana, juzi, mnaofuatilia sana mitandao ya kijamii, mmeweza kugundua kuwa maandamano mengi yaliyotoka. Mmeona Wayahudi ndio wapinzani wa Uyahudi, au Wayahudi ndio wapinzani wa Uzayuni ndani ya Marekani, na wakitaka serikali ya Marekani ijiepushe, ijitoe kwenye mikono ya Israeli. Hiyo ndio uhalisia. Sasa unapoambiwa kuwa nusu ya Wamarekani wanaunga mkono kukamatwa kwa waziri mkuu, hiyo ni ishara nyingine. Sasa taarifa zilizoandikwa leo kwenye vyombo vya habari inasema kuwa Saudi Arabia says strike Iran backed Iraq militias target in self defense. Mbele wanaenda kuhalalisha. Yani wanasema juzi niliwaambieni kuwa kulikuwa ilikuwa juzi au jana, kuna drone zilirushwa kutokea kule Iraq kuelekea upande wa Saudi Arabia, ambazo wakasema zilikuwa zimepanguliwa. Na sasa Saudi Arabia anasema kuwa amefanya mashambulizi kupiga hao wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran ndani ya Iraq. Lakini shambulizi hili ambazo Saudi Arabia awali wameli-edit, hii taarifa walivyokuwa wameitoa awali, walitoa kuwa Saudi Arabia na Marekani zimefanya mashambulizi ya pamoja kuwashambulia washirika wa Iran ndani ya Iraq. Sasa hivi wameirekebisha taarifa, wakasema kwa Saudi Arabia imefanya mashambulizi ya pamoja kuelekea kule. Nadhani utaelewa kwa nini imekuwa hivyo. Sasa baada ya kimya cha takriban siku 4
bila kuwa na mashambulizi ya pande zote, na huku taarifa zikionekana upande wa Trump kuwa Irani walikuwa wanalilia mazungumzo na wao walisitisha mashambulizi kwa sababu Irani alikuwa analilia mazungumzo. Taarifa inasema hivi sasa, US military say intercepted missile launched by Irani. US military, kuna mashambulizi ambayo yameelekezwa kwenye kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Marekani inasema kuwa imeyapangua makombora mengi yaliyoelekezwa kwa. Hata hivyo, jeshi la Jordan linasema limeintercept 5 Iran missile leo alfajiri. Wamepangua makombora 5 ya Iran yaliyokuwa yakielekea kwao. Wakati huo huo, IRGC inasema imezizuia meli 3 zilizokuwa zinajaribu kupita njia ambayo sio halali kurudi zipite kule zinakotakiwa kupita. Sasa hii taarifa inasomaje? Yaani aliyekuwa ameomba usitishe vita ndio anayemshambulia aliyekuwa amemuomba tusipigane. Yaani aliyekimbilia kwa jirani, bana tuamueni, kaanzisha ugomvi. Ndio jibu linakuja hapo. Au turudi kwenye kipi? Bakini kwenye kile ambacho huwa nawaambia, nadharia halisi ya ukweli huwa haigeuki. Uongo utabaki uongo, ukweli utabaki ukweli. Wao walishasema kuwa hatuna mazungumzo yoyote na Marekani, na jana wakasema kuwa wala hatuna usitishaji wa vita na Marekani, just tumesimamisha kwa sababu wao wameacha kutushambulia, lakini tunaona makombora yamerushwa. Sasa ukisoma hii taarifa ya US military say intercept missile launched by Irani, ndani yake wanasema kuwa 100% wameintercept 100%. Taarifa hii haitofautiani na taarifa iliyotolewa siku 4 zilizopita wakati Wahuthi waliposhambulia kwenye Aramco. Nakumbuka niliwaambia walishambulia. Taarifa iliyotolewa na Saudi Arabia ilitoka kama ile ya Jordan kuwa makombora yote yamezuiliwa, hakuna athari yoyote. Sasa jana, unajua wanasema mficha maradhi, wahenga walishamaliza. Mficha maradhi mauti yatamuumbua. Yaani we ficha maradhi lakini mauti yatakuumbua. Unaumwa utaki kwenda hospitali, unaumwa kwa sababu hutaki watu wajue, unaumwa bana haiwezekani kufanya hivi, vyovyote vile hutaki watu wangamue chochote kuhusu. Sawa, lakini pale maradhi yatapokutandika halafu ukakaa kimya husemi, basi kitacho kuja kukuumbua ni mauti. Wakati watu wanakuzika wataulizana, alikuwaje? Alikuwa naumwa bana, akajificha tu ndani hataki kusema chochote, kakaa sijui anajitibisha huku na huku, matokeo yake ndio haya imekuwa. Hiyo ndio inaitwa sasa maradhi. Ukiumwa na ukaficha maradhi, mauti yatakuja kukuumbua. Taarifa 2 ambazo zinatoa majibu ya kile kinaitwa intercept ambacho Saudi Arabia alituambia wiki jana, na ndio anachokizungumza Marekani hapa kuwa na Jordan kuwa 100% intercepted. Nilishasema mara nyingi toka kuzuka vita ya kwanza ile ya 12 days war kati ya Iran na Israeli, na Marekani akaingilia kati, ikaja vita ya pili hii hivi sasa ambayo tunaendelea nayo. Ukweli kuwa nilijiridhisha hakuna mfumo wa ulinzi wa anga duniani wenye uwezo wa kupangua 100%. Yaani hata zile asilimia, mfano nakupa sijui Patriot ya asilimia 80 ngapi, sijui Rafah ya asilimia 90 sijui na ngapi, hizo ni namba zimeandikwa kibiashara, hazina uhalisia. Niliwahi kuuliza ni wakati gani nchi ilitengeneza mfumo wenye uwezo wa kupangua halafu ikaupeleka kwa majaribio. Yaani chukulia mfano mashambulizi ya kwanza ya Irani ya Israeli. Irani katika ile wave ya kwanza mwaka jana au mwaka juzi ile, wakati yupo rais marehemu Ibrahim Raisi, kwa siku moja kwa pamoja walirusha ballistic 120. Mfumo gani unafanya kazi hapo? Battery, zile mashine ambazo zimefungwa kwenye mifumo, mfano Iron Dome ina battery na intercept unakuta 8 mpaka 12. Sasa kakuletea 50, zinafanya nini kwa pamoja? Utasema huu mfumo una uwezo wa kukaa Tuliona kuwa mifumo ilishindwa kufanya kazi na makombora yalipiga kweli kweli wakati ule, mnakumbuka? Yaani yalitandika kweli kweli, tulikuwa tunaona. Nikasema haupo mfumo duniani wenye uwezo wa kuzuia 100%. Hata mfumo unaofikia 70% duniani haupo. Mimi bado anayeweza kutengeneza ballistic, yani anayeweza kutengeneza makombora, bado anaweza kuendelea kujivuna kwa kutengeneza makombora
kuliko yule anayetengeneza mifumo ya ulinzi ambaye anaamini kuwa mifumo ya ulinzi inaweza ikaimaliza kazi. Na kama ingekuwa mifumo ya ulinzi ina uwezo wa kufanya kazi hizo, wasingekuwa na hofu kuhusu makombora. Kwa nini Israeli ambaye ana mifumo ambayo imetengenezwa ndani ya Israeli ambayo kwa ufadhili wa Marekani, ikiwemo David Sling, ikiwemo Iron Dome, ikiwemo Iron Beam, hiyo yote ni mifumo ambayo imetengenezwa ndani, lakini kuna mifumo ya Kimarekani ambayo Israeli anaitumia ikiwemo THAAD na Patriot. Yote ni mifumo ambayo inafanya kazi. Kwa nini analazimisha kwenye mazungumzo ya Irani kuwa Irani apunguze uwezo wake wa makombora? Sasa wewe unayo antis, yani unacho cha kuzuia hayo makombora, una wasiwasi gani? Yani una wasiwasi gani kuwa geti lako kubwa hawa kama mbwa hawezi hata kuruka? Sasa una wasiwasi gani na geti lako kuwa bana asifuge mbwa wake watakuja kwako? Ndio maana ninapowaambia kuwa hata wao wanafahamu kuwa walichokitengeneza hakipo, yani hakina huo uhalisia. Ndio maana wanalazimisha kuwa mifumo yani makombora yazuiliwe yasiende masafa marefu. Sasa wewe si unao ya kuzuia kombora, kwa nini unilazimishe? Kwa hiyo wewe kazi yako tengeneza mfumo wa kuzuia, mimi natengeneza mfumo wa kushambulia. Tuone nani atafaidika na hili. Wanafahamu ugumu wa kuzuia makombora. Haiwezekani kuzuia makombora. Ndio maana wamezuia kuchapishwa video, kutoa taarifa, kuzuia mifumo ya satellite ambayo wanaimiliki hata isitoe taarifa au kutoa picha ya matukio yaliyotokea pale. Kwa nini msitafute sifa kwa kumuonyesha tu kuwa wewe ngumi zako zimeishia mbali sana, haziwezi kutofikia? Toeni kila kitu, kuwa kila kapiga unaambia hila hapa tumepangua, hamna chochote kilichofika. Lakini tunazuia waandishi wa habari, tunazuia kila kitu, kuwa hamna mtu kuripoti chochote, hali ya kuwa tumezuia kwa 100%. Kwa nini tusipate sifa kwa kuzuia halafu tuwaonyeshe watu kuwa sisi tuna mifumo bora sana ili tuweze kufanya biashara? No, kwa sababu ndani yake kuna hadithi ya uongo. Hadithi ya uongo inachukua hiki hapa kinachosema Saudi Aramco. Yani Aramco, niliwaambia hii ni kampuni kubwa sana ya mafuta duniani. Kuna mtu mmoja aliniuliza kuwa hii kampuni ni kubwa kuzidi yale makampuni ya Urusi. Gazprom inaweza ikaingia kwa Aramco hata mara 5. Yani ile Gazprom ya Urusi inaweza ikaingia kwa Aramco hata mara 5 au mara 4 kwa uwezo, ukubwa na utajiri. Aramco ni kampuni kubwa. Unaweza ukaiunganisha BP, unaweza ukaunganisha Shell, unaweza ukawaweka ExxonMobil kwa pamoja, ndio wanaweza labda angalau kuikaribia Aramco. Aramco ni kampuni kubwa zaidi ya mafuta duniani. Yani net asset yake ambayo wako nayo Aramco iko zaidi ya dola bilioni 640 net, yani kwa rasilimali, mtaji, kila kitu walichonacho inafika bilioni 640 plus. Na hivyo imeshuka kwa sababu ya hii vurugu, lakini walishawahi kwenda nearly trillion. Uwezo wao hao waliwahi kwenda juu sana kabla ya kuanza kuzigawagawa Aramco, kuiweka uwekezaji mwingine huku, wakaanza wakapunguza wakaiacha Aramco kwenye nafasi. Kwa hiyo Aramco wanasema hivi, jana walikuwa wamefunga moja ya kisima chao kule Jizan ambacho kilikuwa kikizalisha takriban pipa 400,000 kwa siku, baada ya mashambulizi ya Yemen kuathiri uzalishaji. Saudi Arabia ilifunga kiwanda chake cha kusafisha mafuta cha Jizan katika kona ya kusini magharibi mwa ufalme baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Yemen kusababisha uharibifu mkubwa kwa kituo hicho, kulingana na taarifa kutoka ushauri wa Industry Info Resources siku ya Jumanne. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Jizan kilikata mapipa 400,000 kwa siku. Mashambulizi ya Yemen yaliharibu eneo la kituo hicho na eneo la tanki na kusababisha moto ambao umekuwa ukiwaka tangu mashambulizi hayo yatokee. Ujumbe wa ushauri ulisema kwamba Aramco inapanga kumaliza ukarabati wa kiwanda cha kusafisha mafuta na kuanza upya shughuli Agosti 15. Sasa hilo la Aramco, haya ni majibu ya zile taarifa za uongo 100%, kwa sababu Saudi Arabia naye alisema tumeintercept, hayakuwa na madhara yoyote haya mashambulizi. Lakini data ya satellite yenyewe ilithibitisha uharibifu wa moto katika kituo cha Yanbu ya Saudi Arabia ya Aramco baada ya mashambulizi ya Yemen, licha ya ripoti za Saudi Arabia kuzuia makombora kwa 100%. Picha za satellite zilizonaswa Jumatatu zinaonyesha uharibifu mkubwa katika miundombinu ya mafuta ya Yanbu ya Saudi Arabia kwenye pwani ya Bahari Nyekundu kufuatia mashambulizi ya Yemen mwishoni mwa wiki.
Makovu ya kuugua yanaonekana kuzunguka tanki la kuhifadhi duara la Aramco katika kiwanda cha Yanbu Balki, yakiashiria uharibifu katika eneo hilo. Karibu na kiwanda cha kuchanganya na kupaka mafuta cha Al-Hamrani katika jiji la viwanda la Yanbu kinaonekana kupata uharibifu mkubwa zaidi, huku sehemu kubwa ya kituo hiko ikionekana kuharibiwa na moto. Picha za satellite zilizopigwa jana zinaonyesha uwezekano wa matokeo ya mashambulizi ya Wahuthi kwenye miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia kando na Bahari Nyekundu. Msemaji wa jeshi la Yemen, Brigadier General Yahya Sari, alitangaza kwamba Sanaa ilifanya mashambulizi mawili dhidi ya mali ya Saudi Arabia kwa kujibu uchokozi wa wazi wa jinai wa Riyadh. Operesheni ya kwanza ililenga kituo cha Jizan kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani kadhaa, na shambulio la pili lilikuwa dhidi ya vituo vinavyohusiana na Aramco huko Yanbu vyenye makombora ya ballistic na makombora mengine pamoja na ndege zisizo na rubani. Jeshi la Yemen lililenga vituo huko Yanbu Jumatatu likisema kwamba wapiganaji wake walishambulia baadhi ya malengo kadhaa na sehemu muhimu kando ya njia za usambazaji na usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka mashariki mwa Saudi Arabia hadi kuelekea kule Yanbu. Umeelewa hili swala? Wao hudai intercept ya 100%, lakini majibu huwa hayasomi vile. Mfano, nimekusomea taarifa hii hapa, inasema hivi: Jordan Army say intercepted 5 Iranian missile. Ukisoma huko ndani wanakuambia wameyazuia yote. Taarifa ya Jordan haitofautiana na taarifa ya wiki mbili nyuma ambao walitoa taarifa wakasema kuwa walikuwa wanawaambia hivi raia, kama utasikia miungurumo yoyote, mashambulizi yoyote utaoyahisi makubwa, yani milio yote ya sauti utaosikia, kwa sababu pale unapopangua makombora milio inasikika, haswa vishindo vinasikika. Wanasema kama utasikia hilo, basi usipate wasiwasi wote, jua kabisa hiyo ni mifumo ya ulinzi wa anga ikizuia mashambulizi ya adui. Siku ya pili wanajeshi 3 wa Marekani wameuawa, wengine wamepotea. Picha za satellite zimefichwa kwa makampuni ya Kimarekani, makampuni binafsi ya China yakavujisha picha za satellite kuonyesha uharibifu mkubwa. Ripoti ambayo tunapokea sisi 100% intercepted. Hao ndio watu